किसने देनी? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu anasema, enyi mlioamini, msifuate nyayo za shetani, na atakayefuata nyayo za shetani basi hakika yeye huamrisha mambo ya aibu na maovu, na lao kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, asingalitakasika miongoni mwenu hata mmoja kamwe, lakini Mwenyezi Mungu humtakasa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni asikiaye ajuaye. Mwenyezi Mungu zaidi ya aya hii amewaonya wanadamu na waaminio kutoka katika shetani, na amewaamirisha kwamba wao wasifate nyayo za shetani. Amri hii ni kwa sababu ya hii kwamba shetani ni muasi wa Mwenyezi Mungu. Yeye anaenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu na anaasi amri zake, na ni dhahiri kwamba yule ambaye ni muasi wa Mwenyezi Mungu na anaenda kinyume na amri zake, bila shaka atawafundisha wafuasi wake wale yale tu anayoyafanya yeye mwenyewe, kisha matokeo yake yatakuwa haya kwamba shetani mwenyewe ni kuni wa jahanamu, na wale ambao wanamfuata yeye anawafanya kuwa kuni wa jahanamu. Mwenyezi Mungu amesema waziwazi kwamba, ewe shetani, wale watakao kufuata nitawatupa motoni na makao yao yatakuwa moto. Kwa kueleza hayo yote, Mwenyezi Mungu anasema kwamba, je, wanadamu baada ya maelezo haya yote hawaelewi kwamba shetani ni mdui wenu waziwazi? Basi muipukane na mdui huyu. Wazuri anasema kwamba wapo watu ambao hawajali kuhusu dini, wao hawajui jahanamu ni nini na wala hawajui pepo ni nini. Wao hawamwamini Mwenyezi Mungu, wao hawaelewi mambo ya dini wala hawataki kuelewa dini. Au miongoni wa hawa katika nchi hizi wapo watu ambao wanasoma kuhusu Islam, wao wanasoma kwa ajili ya kujua tu, kupata elimu tu, au kwa ajili ya kueleza jambo hili kwamba sisi tunajua kuhusu dini na kuhusu mafundisho ya Islam. Dini, elimu yao inakuwa ya juu juu. Wapo wengine ambao wanasoma Qur'ani tukufu kwa ajili ya kutafuta shutma dhidi ya Islam, na wanapata maelezo ili walete maswali dhidi ya Islam. Lakini kutoka katika mafundisho haya na kutoka katika uzuri huu wa dini tukufu ya Islam hawapati mwongozo, wala hawatoki nje katika nguvu ya shetani, wala hawamtafuti Mwenyezi Mungu, wala hawana shauku ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Watu wa aina hii ni wale ambao wanamfuata shetani. Lakini wapo wengine
ambao wanadai kwamba ni waaminio na kwa kujiita waaminio wanafuata nyayo za shetani, au baadhi wakati kwa sababu ya kutokujua kwa kufanya vitendo kadhaa, au kwa sababu ya kutokufanya juhudi ya kuja karibu na Mwenyezi Mungu wanaanza kufuata nyayo za shetani, au wanaweza kufuata nyayo za shetani. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu katika aya hii amewaonya waaminio haswa, na anawaambia waaminio kwamba nyinyi msifuate nyayo za shetani. Onyo hili ni kwa ajili ya waaminio kwamba msidhani kwamba tumeamini, tumekubali Islam, sasa sisi tumesalimika, tumeokoka, hatuna wasiwasi aina yoyote. Wao wanadhani kwamba wamesalimika katika mashambulio ya shetani na wamesalimika katika tabia ya kufuata nyayo za shetani. Hapana, si hivyo. Mwenyezi Mungu anasema hata katika hali hii pia bado kuna hatari ya shetani kama ilikuwa zamani. Mwaminio pia anaweza kukamatwa na shetani kama mtu ambaye si mwaminio anaweza kukamatwa na shetani. Basi ni jukumu la kila mwaminio kwamba kwa ajili ya kuokoka katika mashambulio ya shetani amkumbuke Mwenyezi Mungu daima dawamu. Kwa sababu shetani aliomba ruhusa tangu awali kwamba apate nafasi ya kuwapoteza wanadamu, na aliomba ruhusa hii kwa sharti hii kwamba nikipewa ruhusa ya kuwapoteza wanadamu, mimi nitakaa katika njia zote za wanadamu, na kwa kutumia njama na hila mbalimbali nitawalazimisha wanadamu wafuate nyayo zangu. Na kama shetani aliyodai kwamba wengi wa wanadamu watafuata nyayo zangu, basi hayo yote tunaona imetokea duniani siku hizi. Hata wale ambao wanadai ni waaminio, wao pia wanamfuata shetani. Hata Mwenyezi Mungu aliwaonya waaminio. Kwa mfano ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anasema, waman yaktul mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam, yani atakayemuua mwaminio bila kuwa na kosa lolote, basi adhabu yake ni kwamba atatupwa motoni. Sasa siku hizi yoyote inayotokea katika nchi za Waislamu, hii ni nini? Waislamu wanauana, na kwa kufanya hivi wanafuata nyayo za shetani. Magaidi wanaowaua Waislamu wa watu ambao si wenye makosa. Kitendo hiki ni kitendo cha shetani na kitawapeleka motoni, na hayo yote wanafanya kwa sababu ya kubembeleza kwa shetani kwamba wakifanya hivi wataenda peponi, kwa sababu shetani anasema mkifanya kazi hii mtaenda peponi, lakini Mungu anasema mkifanya kitendo hiki hamtaenda peponi bali mtaenda motoni, kwa sababu mnafuata nyayo za shetani. Mwenyezi Mungu anawaambia waaminio kwamba nyinyi muendelee kuchunguza hali yenu na muendelee kuchunguza hali hii kwamba isije mkafuata nyayo za shetani. Kwa sababu ya kukataa mambo madogo madogo mnafuata nyayo za shetani, au kwa kufanya maovu makubwa mnafuata nyayo za shetani. Si lazima kwamba magaidi na wale ambao wanaua watu wanafuata nyayo za shetani, bali mwanadamu
anapokataa amri ya Mwenyezi Mungu, hata amri ili iwe ndogo kiasi gani, basi anafuata nyayo za shetani. Basi tunatakiwa tuwe waangalifu sana kwa ajili ya kuwa waaminio, hasa हकीकी मोमिन बनने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शैतान जब हमले करता है और जब इंसानों को उरगलाता है, kuna haja ya kuwa ऐसा नहीं है mwangalifu sana. कि इंसान आसानी से समझ Shetani anaposhambulia na anapopoteza wanadamu, yeye बुराइयों की hafanyi jambo hili ili mwanadamu aelewe kwa urahisi. Au shetani anapompoteza mwanadamu, anapomhimiza afanye maovu फरमानी करो, अल्लाह ताला से दूर जाओ, na anapompeleka katika hali ya kukataa amri za Mwenyezi Mungu, shetani hasemi waziwazi kwamba ufanye hivi na uasi amri za Mwenyezi Mungu na uende mbali na Mwenyezi Mungu na ufanye maovu haya na haya, bali हटाया था शैतान। kwa kujificha nyuma ya mema anampeleka mwanadamu katika maovu. ये आयत जो मैंने तिलावत की है, Shetani alipompeleka mbali Adam alayhi salam katika mema, yeye alifanya hivi kwa kujificha nyuma ya mema. एक से दूसरी जगह फैलते फैलते Aya niliyosoma, aya hii inaeleza hii pia kwamba maovu yanaenea namna gani na namna gani maovu yanaenea जब इंसान अपने कदम जमाता है, sehemu moja hadi sehemu ingine mpaka inaenea बुराइयों को फैला रहा है। katika eneo kubwa sana. Hali hii inatokea hivi kwamba mwanadamu anapofuata nyayo ya shetani, basi mradi wake ni kwamba anasambaza maovu katika jamii. उसे या मुआशरे Mwanzoni uovu ule unaonekana ni mdogo sana, au mwanadamu anaona kwamba uovu huu utaleta ubaya gani kwa ajili yake au katika jamii, बड़ी तादाद में लोग lakini करने लग जाते हैं, या uovu ule unapoenea katika eneo kubwa, au watu wengi wanapoanza kufanya uovu ule, au watu hawajali kuhusu uovu ule, hawaoni kwamba ni uovu au ni aibu, au wanaogopa kuita ile ni aibu au uovu, या अमल नहीं करते, au kwa sababu ya haufu hii kwamba wakisema ule ni uovu watakosa heshima, basi katika hali hii wanakaa kimya, हुकूमतें भी उसको तस्लीम कर लेती हैं, लेकिन वो बुराइयां हैं। फिर na maoni mengi katika jamii hii ambayo yanafanywa kwa jina la uhuru, na serikali inakubali kama ni uhuru, lakini kwa hakika ni maovu. Kwa mfano, katika jamii hii kuna uovu unaonekana ni mdogo sawa na hawa watu wa nchi hii, lakini yani hijabu ni kitu ambacho kinanyimwa haki ya mwanamke, na katika jamii hii watu wanasema maneno mengi dhidi ya hijabu ya wanawake. Hawa wanaona kwamba ikiwa mwanamke hawai hijabu si ovu, kwa hiyo kulikuwa haina haja sheria ingewaamuru wanawake wawae hijabu. Huzuru anasema wanawake wasichana wengine kwa sababu ya tabia hii na kwa sababu haufu hii kwamba wakiwa hijabu watu watasema nini, au marafiki zao watasema nini, au katika shule au katika college wanafunzi au baadhi wakati walimu watania kwa sababu ya hijabu. Basi kwa sababu ya hii wao hawawai hijabu, wanaacha kuwa hijabu. Shetani anasema kwamba ikiwa hamwai hijabu hili ni jambo ndogo tu, kwa sababu ya kuacha kuwa hijabu nyinyi hamvunji amri yoyote. Msiwae hijabu na hakuna madhara yoyote yatakayopatikana kwa sababu ya hii.
kwa sababu mambo mengine yote ya dini mnafuata. Lakini wakati ule msichana ambaye hawai hijabu, mwanamke ambaye hawai hijabu, yeye hajui kwamba hii amri ililetwa ndani ya Qur'ani tukufu, na haya ya mwanamke ni katika hijabu na katika mawazi ya haya. Heshima na utakaso wa mwanamke ni katika kutokutana na watu mbalimbali. Hazur anasema katika jamii hii kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wapo wasichana ambao wanapoletwa shutuma dhidi ya hijabu yao wanawajibu moja kwa moja, wanasema kwamba sisi tunapenda kuvaa hijabu, kwa hivyo tunavaa hijabu. Nyinyi mnatuambia tusivae hijabu, kwa kufanya hivi mnanyang'anya uhuru wetu. Sisi pia tuna uhuru ya kuvaa hijabu, kwa hivyo sisi tunavaa hijabu kwa hiari yetu. Lakini wapo wa aina hii pia ambao ni wanajumuia, lakini wanasema kwamba kuvaa hijabu katika jamii hii ni kazi ngumu sana, na sisi tunaona aibu tukivaa hijabu. Hazur anasema kwamba wazazi pia wanatakiwa wafundishe mabinti zao kutoka utoto wao kwamba aibu ni kwa sababu ya kutokufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam, si katika hii kwamba mnafuata amri za Mwenyezi Mungu. Vile vile katika vijana pia, kwa sababu ya uhuru wa hapa, kuna maovu kadhaa yanayopatikana, na maovu haya yanaingia kwa kimya, na wakati vijana hawa wanapoanza kufanya maovu, kisha maovu mengine makubwa pia yanaanza kuingia ndani yao, na wao wanaanza kufuata yale maovu. Basi kwa ajili ya kujiokoka na kusalimika katika shetani, tunatakiwa tuwe na mpango wa ulinzi katika majumbani kwetu, kiasi hiki kwamba tusalimike katika mashambulio yake, na si hii tu bali sisi tujibu dhidi ya mashambulio yake. Na sisi kwa kuona mapenzi ya shetani ni mapenzi, tusiingize katika maisha yetu, bali tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar, na kila mwanajumuiya awe chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu kila wakati. Kinga na ulinzi mkubwa dhidi ya shetani ni Mwenyezi Mungu. Basi katika mazingira haya yaliyoharibika, kwa kufanya istighfar, tunatakiwa tuwe chini ya kinga na ulinzi wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu istighfar ni njia ambayo kwa kufanya hivi mtu anaweza kuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anafanya maovu kwa hali ya kujua. Haya ni maumbile ya binadamu, kwamba mtu akiona kwamba kwa sababu ya jambo fulani atapata hasara, yeye hawezi kufanya lile jambo. Na mwaminio ambaye ni mwaminio kweli kweli, Mwenyezi Mungu amemwambia waziwazi kuhusu maovu na mema. Basi tunatakiwa tutafute maovu na mema sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa kufanya hivi tuipukane na maovu na tufanye wema katika maisha yetu. Shetani ana elimu, anajua tayari kwamba mwanadamu yupo chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu na yupo katika ngao yake. Yeye shetani hawezi kumdhuru hata kidogo. Ndiyo maana shetani anataka kumwondoa mwanadamu katika ulinzi huu na katika ngome hii, na kwa kufanya hivi anataka shetani amfuate.
na kwa ajili ya kufanya kazi hii shetani kwanza anampatia mwanadamu tamaa ya mema, na kwa kumpatia mwaminio tamaa ya mema anaweza kutoa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu baadhi wakati kwa jina la mema na kwa jina la huruma ya mwanadamu na kwa ajili ya msaada wa wengine. Mwanamke na mwanamume wanajuana na matokeo yake yanakuwa mabaya. Ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituzuia tusiende katika nyumba za wanawake ambapo katika nyumba zao waume zao hawapo, na sababu yake alieleza hii kwamba shetani anapatikana katika damu ya mwanadamu. Katika amri hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoa amri ya msingi kwamba wale ambao wameharimishwa kukaa pamoja wao wasikutane pamoja wakati hakuna mtu mwingine pamoja nao, kwa sababu shetani anaweza kupata nafasi ya kuwapoteza. Basi katika jamii hii wanajumuia haswa wanatakiwa wawe waangalifu. Hapa ambapo kwa jina la uhuru vijana na wasichana wanakutana bila kizuizi chochote, wala haionekana kwamba hii ni aibu. Kisha uovu unaopatikana si kwa sababu ya hawa vijana na wasichana ambao hawana elimu, bali imeonekana kwamba wale ambao wameoa kwa jina la uhuru na kwa jina la uhuru wanaenda katika majumba za watu wengine bila kuwa na kizuizi chochote, na kwa sababu ya hii familia inaharibika. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye ametufanyia ihsani kwamba tumempokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na Sayyidina Ahmad alayhi salam alitufundisha hekima ya kila amri ya mafundisho ya Islam. Kwamba tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kuwa na wasiwasi yoyote. Siku hizi kuna internet na TV, kwa kupitia vitu hivi pia kuna maovu kadhaa yanayopatikana. Sasa angalieni hali za nyumba zenu, kwamba kutoka wakubwa mpaka wadogo sala ya asubuhi hawaswali kwa sababu usiku kwa waliendelea kuangalia TV kwa muda mrefu, au waliendelea kutumia internet kwa muda mrefu. Matokeo yake ni kwamba hawakuweza kuamka asubuhi kwa ajili ya sala ya alfajiri. Hata watu wa aina hii hawajali kwamba wanalazimika kuamka asubuhi kwa ajili ya sala ya alfajiri, na vitu hivi vyote viwili, na kuna vitu vingine vyenye kuleta uharibifu, ni kwamba kwa sababu ya kuvitumia vitu hivi swala yenu mara moja mara mbili haipotei, bali hii inakuwa hali ya watu hawa kwamba usiku wanaendelea kuangalia TV au wanatumia internet kwa muda mrefu, kisha asubuhi tena hawaamki. Hata miongoni wa hawa wapo wengine ambao hawaoni swala ni muhimu, na swala ambayo ni muhimu sana kwayo mwaminio anatakiwa aswali katika kila hali, hata kama yeye yupo vitani au yeye ni mgonjwa, hata kama anakaa swala kwa kusali, anasali kwa kulala, au katika hali ya vita au katika hali ya usafiri, hata kama anasali safari ya usafiri, lakini kwa hali yote analazimika kusali swala. Na katika hali ya kawaida wanaume wameambiwa kwamba waswali swala kwa jamaa, na wanawake wameambiwa waswali swala uko nyumbani. Lakini shetani kwa sababu ya kipindi cha dunia
anampeleka mwanadamu mbali katika swala. किस्म के जो प्रोग्राम हैं, फिर एप्लीकेशन हैं, फ़ोन वगैरह के ज़रिए vile vile internet ni kitu ambacho juu yake kuna vipindi vingine vibaya. vile vile kuna application, au kwa kutumia ipad na iphone watu wanaendelea kupotea. और मुखरबुल अखलाक प्रोग्राम इसे देखे जाते हैं. Kwanza wanaanza kuangalia vipindi vizuri katika vifaa hivi, kisha baadaye wanaanza kuangalia vipindi vinavyoharibu hali ya mwanadamu. इसलिए Katika nyumba kadhaa टीवी और amani, utulivu haupatikani प्रोग्राम देखने में मसरूफ रहते kwa sababu haki za mke hazitimizwi, wala haki za watoto pia hazitimizwi. Sababu yake ni hii kwamba usiku wanaendelea kuangalia tv na wanaendelea kutumia internet, na hatimaye watoto wao pia wanaanza kuiga mfano wao, na wao pia wanaangalia vipindi wanayoangalia wazazi wao na wakubwa wao. Kwa hiyo wanajumuia wote wanatakiwa waepukane na maovu haya yote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na hamu sana kwamba waaminio wasalimike katika mashambulio ya shetani. Hali yake ilikuwa ya aina gani na namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha maswahaba maombi ya kuepukana na shetani. Hali yake imeelezwa na sahaba moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitufundisha dua hii kwamba e Mola, utie mapenzi yako mioyoni mwetu na urekebishe hali yetu, na utuelekeze katika njia iliyonyoka, na utuepushe katika giza, na utupeleke katika nuru, utuepushe mbali katika maovu ya kidhahiri na maovu ya kibatini, na kuajilie katika masikio yetu, macho yetu, katika mioyo yetu, katika wake zetu na katika kizazi chetu uweke baraka sana, na utujalie baraka zako. Bila shaka ni wewe ndiye anayepokea tauba na ana rehemu, na utujalie tushukuru neema zako na tukumbuke neema zako na tupokee neema zako. E Mola, utukamilishie neema zako. Basi hii ni dua ambayo ni kwa ajili ya kutuepusha mbali katika ufedhuli ya dunia na vile vile katika mashambulio ya dunia. Hazur anasema siku hizi pia katika dunia kwa jina la maburudisho mambo ya ufedhuli yanafanywa. Wakati mwanadamu atakapofanya maombi kwa ajili ya macho yake na masikio yake, na wakati atakapofanya maombi aelekezwe kwenye njia ya nuru na asielekezwe kwenye njia ya giza, wakati atakapofanya dua ya kutekeleza haki za wake zake na kutimiza haki za watoto wake, katika hali hii yeye hataelekea kwenye maovu, bali yeye ataelekea kwenye mema, na hivi atakuwa sababu ya kuokoa nyumba nzima katika mashambulio ya shetani. Basi wakati ambamo tupo siku hizi, hii si swali la nchi moja, bali hii ni hali ya dunia nzima. Media imetuleta karibu sana, na kwa bahati mbaya badala ya kutuleta karibu katika mambo ya mema, media imetufanya karibu zaidi katika shetani. Katika hali hii mwanajumuiya anatakiwa achunguze hali yake. Mwenyezi Mungu ametupatia neema ya MTA. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya elimu ya
kiroho ametupatia website pia. अल्लाह ताला के Ikiwa sisi tuna और शैतान से बचने वाले हों, tunaweka fikira zetu zote katika kupata elimu hii, basi hivi tutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu na tutaepukana na shetani. खुद माँ बाप भी Kwa ajili ya maburudisho, ikiwa mnalazimika kuangalia TV, basi mnalazimika muwe waangalifu kwamba wazazi wenyewe pia na vile vile wachunguze watoto wao pia, kwamba katika hali hii wao waangalie vipindi ambavyo ni vizuri. बेहयाई और Mahala popote ambapo kuna uovu na uchafu, basi muipukane, उस तरफ ले जाते हैं जहाँ से अल्लाह ताला से, msiangalie vipindi vile, लेकिन इस बात को हर अहमदी का kwa sababu mambo haya yanapeleka katika mambo ambayo tunayopeleka mbali na Mwenyezi Mungu. MTA पर खुतबा जरूर सुना करें, Kila nyumba ya कम से कम एक घंटे mwanajumuiya inatakiwa kwamba kila wiki angalau mara moja wasikilize hutuba, इस पर अमल हो, na zaidi ya hii angalau kila siku saa moja waangalie vipindi vingine vya MTA. बच्चे भी दीन सीख रहे हैं और बड़े भी दीन सीख Na nyumba ambapo familia watu wanafanya hivi, athari yake inaonekana kwamba familia nzima inaelekea kwenye dini. Watoto na wakubwa wote wanapata elimu ya dini kwa kupitia MTA, na yeyote atakayefuata nasaha hii bila shaka, कुर्ब हासिल करने की तरफ तवज्जो होगी। ikiwa yeye upande mmoja atapata faida ya dini, vile vile ataepukana na mambo ya shetani, और इसमें na vile vile atakuja karibu na Mwenyezi Mungu, अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में, na utulivu pia utapatikana katika nyumba yake, एक माँ ने मुझे लिखा na baraka pia कि मेरा बेटा itapatikana 17 साल kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. मजलिस के कामों में Mama mmoja aliniandikia barua kwamba mtoto wangu बड़े होकर जब थोड़ी mpaka miaka 17 alikuwa kijana mzuri, alikuwa akisali swala, alikuwa akishiriki katika mipango na vipindi vya jumuiya, lakini alipokuwa mkubwa na alipopata uhuru kidogo, marafiki zake ni za aina hii, kwamba kwa sababu ya hawa marafiki ameenda mbali na dini. Hazuru anasema kwamba hii ni sawa, kwamba vijana wanaathirika kwa sababu ya hali ya mazingira, inaweza kutokea hivi, lakini ikiwa wazazi wanajenga urafiki na watoto wao na wanaeleza waziwazi uzuri, uovu ni nini na mema ni nini, na mazingira ya nyumbani ni mazingira ya dini, दुनियावी तौर पे अगर तरफी के सामान दिए हुए हैं तो siku hizi kama nilivyosema kwamba सामान भी अता फरमा दिए हैं। ये सब Mwenyezi Mungu ikiwa ametupatia maburudisho ya dunia, बैठे बैठ के देख katika maburudisho haya ya dunia Mungu ametupatia vipindi vya घर में kurekebisha hali yetu pia. Lakini ikiwa mnakaa pamoja na mnaangalia vipindi hivi, kisha watoto wajue kwamba watoto wana umuhimu katika familia ile, katika hali hii wale watoto hawataenda nje wala hawatatafuta utulivu nje, bali watapata utulivu katika majumbani kwao. Kisha wazazi wanalazimika kuwaleta watoto misikitini na wajaribu watoto wao washiriki katika vipindi vya idara mbalimbali za jumuiya. Hapa nataka kusihi idara mbalimbali za jumuiya Khudamul Ahmadiyya na idara zingine kwamba hili ni jukumu lenu, kwamba nyinyi muangalie hali ya wanajumuiya. Khudam wanalazimika kuangalia hali ya Khudamul Ahmadiyya, na lajna wanatakiwa wazingatie hali na wachunguzi hali ya lajna, na atfal wao warekebishe hali ya atfal na ansar warekebishe hali ya ansara. Hili ni jukumu kubwa sana la idara hizi zote mbalimbali, kwamba wao waunganishe wanajumuiya na nidhamu ya jumuiya.
khudamul ahmadia waunde teams mbalimbali ambazo zitaleta vijana karibu na jumuiya na wataunganisha hawa vijana katika nidhamu ya jumuiya. Lakini wasichana wanakuwa na malalamiko kwamba katika lajna baada ya miaka 15 wanaingizwa katika lajna maila na ni idara hii moja tu, na baadhi wakati wanawake ambao kidogo ni wazee watendea kwa njia ambayo si sahihi, hususan viongozi. Hawa wanawake kwa kufanya hivi wanawafukuza hawa wasichana mbali na vikao vya jumuiya. Hawa wazee wanatakiwa kwa upendo na mapenzi walete karibu na nidhamu ya jumuiya na walete karibu na msikiti na karibu na nidhamu ya jumuiya. Pengine shetani anachunguza kwamba wakati gani mtu anaonyesha udhaifu wake, wakati gani mtu mmoja anaona anapata malalamiko dhidi ya kiongozi wake, basi mara moja nimshambulie na nimkamate. Sisi wakati tulimpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, tulimpokea kwamba katika dhama hii kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam kuna vita ya mwisho. Lakini ikiwa sisi kwa amali yetu, kwa vitendo vyetu tunampatia nafasi shetani kwamba yeye watoto wetu na vijana wetu kwa sababu ya vitendo vya viongozi wetu awashambulie vijana wetu, basi katika hali hii viongozi hawa wawe kina mama na kina baba, wao hawawezi kuwa wasaidizi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, bali wao ni wasaidizi wa shetani. Basi kila kiongozi wa jumuiya anatakiwa afanye juhudi kwamba yeye atajisalimisha katika mashambulio ya shetani na vile vile atawaokoa wanajumuiya katika mashambulio ya shetani. Basi Mwenyezi Mungu ikiwa ametujalia fadhila hii, tunatakiwa tuelewe fadhila hii na tunatupate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile kila mwanajumuiya, vijana na wasichana, wanatakiwa wakumbuke Mungu kwa kuwafanyia ihsani na fadhila. Amewafanyia ihsani kwamba wao wamejiunga na jumuiya au walizaliwa katika nyumba za wanajumuiya, na wao walimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ambaye bishara ya kuja kwake ilitolewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye ni yule ambaye atapata ushindi juu ya shetani. Basi ikiwa kwa sababu ya mwenendo wa kiongozi au wazee hatutakiwi tuende mbali na dini, bali kwa ajili ya kupata ushindi juu ya shetani tunatakiwa tuwe wasaidizi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye maombi. Mungu anasema kwamba yeye ni asikiaye na ajuaye, yani mimi nasikia maombi na vile vile nina elimu, najua kwamba nyinyi mnaogopa sana kutoka katika ya mashambulio ya shetani. Najua kwamba kwa ajili ya kuepukana na mashambulio ya shetani mnafanya juhudi, basi mimi nitapokea maombi yenu, mfanye maombi na muepukane na mazingira yanayoleta mawazo ya shetani, na kwa sababu ya mazingira haya mtu anaanza kufuata maneno ya shetani. Na mufanye maombi kwamba musalimike katika mashambulio ya shetani. Mwenyezi Mungu anasema kwa roho safi mkifanya juhudi na maombi, bila shaka Mungu anapokea maombi ya aina hii na mtasalimika katika mashambulio ya shetani. Na vile vile haswa wale ambao wamepewa jukumu la kuhudumia dini, wale ambao wamepewa jukumu la kuwapatia wanajumuiya malezi na mahubiri,
hawa wanatakiwa wafanye kauli yao na mali yao sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu na wamuombe mwenyezi mungu kwa imani halisi kwamba mwenyezi mungu kwa sababu yao asimpoteze mtu yeyote na mtu asifuate nyayo ya shetani, bali mtu mwanajumuiya yeyote asifuate nyayo za shetani. Mwenyezi mungu anasema maombi yanayofanywa hivi kwa moyo wote nitapokea maombi haya na nitawaongozeni, na vile vile nitawaongoza wale ambao mwenyezi mungu ambao shetani anawashambulia ili muweze kusalimika katika mashambulio haya. Lakini nyinyi hamwezi kusalimika katika mashambulio ya shetani bila msaada wa mwenyezi mungu, basi mnatakiwa mutafute msaada wa mwenyezi mungu. Kama nilivyosema kwamba shetani alimwambia mwenyezi mungu kwamba ikiwa hunizuii kwa nguvu na unanipatia ruhusa, basi mimi nitawapoteza wanadamu, na kwa ajili ya kazi hii nitafanya bidii sana. Na katika bidii hii shetani anafika wapi, anafanya nini? Tuache hali ya mwaminio upande mmoja ambaye ni mwaminio wa kawaida. Shetani ni yule ambaye anajaribu kuwapoteza mawalii wa mwenyezi mungu mpaka mwisho wa uhai wao. Anakuwa na juhudi hii kwamba wao wafanye kitendo cha aina hii ili ni wakamate. Katika hafla ya sayyidina alayhi salatu wassalam, mtu mmoja alieleza ndoto yake. Baada ya kusikia ndoto yake, sayyidina alayhi salam alimwambia kwamba ndoto yako imekamilika juu ya jambo maalum, kwamba shetani anataka kupoteza mwanadamu, lakini inaonekana kwamba matokeo yako na mwisho wako utakuwa mzuri, kwa sababu ndoto yako ulikamilika katika maneno mazuri. Yani mtu aliyekuwa anaeleza ndoto yake ilikamilika juu ya hali ilionyesha kwamba hatimaye atasalimika katika mashambulio ya shetani. Kisha sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba inatokea mara chungu mzima hivi kwamba ikiwa mtu anafanya juhudi ya kuepukana na shetani na kusalimika katika mashambulio ya shetani, hii inakuwa kwa fadhila za mwenyezi mungu. Na imeandikwa tukio la wali moja, yeye alipofariki maneno ya mwisho aliyosema yalikuwa haya kwamba bado yani wakati wa kufa alitamka maneno haya bado. Yule wali alikuwa na mfuasi wake ambaye alikuwa karibu naye. Kwa kusikia maneno haya, yule mfuasi alishangaa sana, na baada ya kufariki yule mfuasi akamwombea sana yule wali kwamba hii ni nini, kwa nini huyu waliula alisema kwamba bado. Hatimaye siku moja katika ndoto, yule wali aliyefariki alikuja na yule mfuasi akamuuliza waliula, kwa nini wakati wa kufariki ulisema bado? Yule wali akamjibu kwamba shetani wakati wa kifo cha kila mtu anamshambulia ili aweze kunyang'anya nuru ya imani yake. Hivyo ndivyo shetani alinijia wakati wa kufa kwangu, na alitaka niritadi na alitaka niende mbali na dini. Na wakati shetani aliposhindwa, akasema shetani kwamba umesalimika katika mkono wangu, katika mashambulio yangu. Wakati ule nilisema bado, yani mpaka nife mimi sipo katika usalama kutoka katika mashambulio yako. Bila shaka wewe unanipoteza na najaribu nisalimike, lakini madamu nipo hai utaendelea kunipoteza. Kwa hiyo madamu nisife, siwezi kusema kwamba nimesalimika katika mashambulio yako. Basi hii ndiyo ni kiwango cha mawalii wa mwenyezi mungu ambao waliotuachia mifano mizuri. Basi shetani anakuwa na juhudi kwa
njia yoyote aifanye mwisho wa mawalii wa mwenyezi mungu mbaya ili waingie motoni, basi mwamini wa kawaida anatakiwa awe na hofu zaidi. Akighafilika kidogo anaweza kufata nyayo za shetani. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kufanya tauba na istighfar. kisha kwa kueleza mada hii ya mashambulio ya shetani juu ya mwanadamu, sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba shetani kwa ajili ya kumshambulia mwanadamu na kwa ajili ya kupoteza amali zake anaendelea kuchunguza, hata anataka kuharibu mema yake na anafanya njama ya kuharibu imani yake. Kwa mfano, mtu anaswali sala na shetani anataka mtu wakati wa kuswali awe na nia ya kuonyesha wengine kwamba huyu anaswali sala, na shetani anataka atie moyoni mwake kwamba yeye aswali sala kwa ajili ya kuonyesha wengine ili sala yake isiwe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile baadhi wakati shetani anataka kumpoteza imamu pia. Kwa hiyo hatutakiwi tusiwe na hofu, bali tunatakiwa tuwe na hofu ya mashambulio ya shetani. Na wale ambao ni wafasiki ambao hawana dini, shetani anawashambulia wazi wazi, wao wamekamatwa na shetani. Lakini wale ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu, shetani anawashambulia pia. Yani wale watu ambao ni wema, hata shetani anawashambulia, na kwa kupata nafasi anawashambulia hawa watu wema. Amesema wale watu ambao wanakuwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu na wanajua mashambulio madogo na makubwa ya shetani, wao wanafanya maombi ili wasalimike. Lakini wale wanakuwa dhaifu, baadhi wakati wao wanakamatwa na shetani. Basi mwaminio anatakiwa aendelee kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ampushe mbali katika mashambulio ya shetani. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutukumbusha kuhusu istighfar anasema Mwenyezi Mungu ametulazimisha tuendelee kufanya istighfar, kwamba mwanadamu kwa ajili ya dhambi yote iwe ya kidhahiri au kibatini aendelee kufanya toba, na aendelee kufanya toba hata kama anajua au hajui. Na masikio yake na dhambi ya jicho lake na mikono yake na miguu yake aendelee kufanya istighfar kwa ajili ya dhambi za viungo hivi vyote. Siku hizi tunatakiwa tufanye dua hii sana: rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yani, Mola wetu, tumejidhulumu nafsi zetu, ikiwa huturehemu na huteremshi rehema yako juu yetu, basi sisi tutakuwa miongoni wa wale waliopata hasara. Kisha katika sehemu moja kwa kutusihi, Sayyidina Muhammad akasema, enyi wapendwa wangu, msidharau amri za Mwenyezi Mungu, na sumu ya falsafa ya siku hizi isilete athari juu yenu. Nyinyi mfuate amri za Mwenyezi Mungu kama ni watoto. Musali swala, kwa sababu swala ni ufunguo wa kila nguvu. Wakati mnaposimama kwa ajili ya swala, usifanye hivi kama unafuata mila za watu, bali kabla ya swala kama unafanya udhu ya kidhahiri, vile vile utawadhe kwa kiroho pia, na msiwe na mawazo ya kuabudu miungu mingine min ghairi ya Mwenyezi Mungu. Na wakati wa kutawadha mnaosha viungo vyenu, vile vile mnatakiwa viungo vya kiroho pia muoshe, ili kwa wudhu hizi zote mbili musimame kwa ajili ya swala. Na katika swala mufanye maombi sana na mulie sana katika swala zenu, ili murehemevu na mufuate ukweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawaoneni katika mambo yote. Mushike kweli na muwe na imani hii. Mungu anatuona na Mungu anaona mioyo yenu ni aina gani. Je, mtu anaweza kumdanganya Mwenyezi Mungu? Je, mtu anaweza kufanya njama dhidi ya Mwenyezi Mungu? Mtu mwenye bahati mbaya ni yule ambaye anaona kwamba Mungu hayupo, basi huyu mtu anaangamizwa, na Mungu hajali mtu aina hii. Amesema, enyi wapendwa wangu, dunia hii
चीज़ें ये सब शैतानी बातें हैं, सिर्फ यही चीज़ें नहीं। shetani na falsafa ya dunia hii ni iblis. फरमाया जो ईमानी नूर को Mantik na falsafa सिर्फ मंतक और ni mambo ya shetani, si vitu hivi tu duniani, bali tunatakiwa tumtafute Mwenyezi Mungu, na vitu hivi vinapunguza imani. Ikiwa mnafuata filosofia tu, basi katika hali hii nuru ya imani itapotea na mtu atapata ujasiri wa kufanya maovu. Hata mtu atakuwa karibu atheist. Basi msiwe na hali hii, na muwe na moyo ambao ni moyo wa maskini, na msiwe na malalamiko, bali mufuate amri zote za Mwenyezi Mungu bila kuwa na udhuru wote. Kama mtoto anakubali amri zote za mama yake, उनके मुवाफिक अपने आप को बना लो। mafundisho ya Qur'an tukufu yanatupeleka katika hali ya juu ya uchamungu. Basi mufuate mafundisho haya na muishi sawa na mafundisho haya. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuweze kujiepusha na nyayo za shetani, tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuomba msaada wake, na tufuate amri zake zote, tuweze kufuata amri zote za Qur'ani tukufu, na tuweze kushukuru juu ya jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia uwezo wa kumpokea mjumbe wake ambaye alikuja kwa ajili ya kupata ushindi juu ya shetani. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba ahadi tuliyofanya na Sayyidina alayhi salatu wasalam tuweze kutimiza haki ya ahadi ile, na tuweze kupata ushindi juu ya shetani. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.